Labda unaweza kujiuliza Simba kulikoni katika umaliziaji, kwa sababu kwa mwenendo huu wa kupoteza nafasi nyingi za wazi za kufunga, manake inaweza ikawia vigumu pale watakapoanza harakati za kufanya yale yaliyofanyika msimu wa 2022-2023. Nimeanza kueleza hayo kwa sababu gani? Leo hii wekundu wa Msimbazi Simba wamepokea kipigo kingine cha pili katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kutoka kwa wenyeji Stade Malien kwa kufungwa mabao 2-1 kwenye mechi iliyochezwa kule nchini Mali. Ni katika mechi ya pili mfululizo Simba wanapoteza, kwa sababu katika mechi ya kwanza kwa Mkapa jijini Dar es Salaam Simba walipoteza pia kwa bao 1-0 kutoka kwa Petro Atletico ya Angola. Leo hii Simba wamepoteza mchezo huo ikiwa muendelezo wa kile walichokionyesha katika mechi dhidi ya Petro Atletico ya Angola, kwamba nafasi kadhaa za wazi walizojitengenezea wenyewe wakishindwa kuzitumia, na matokeo yake ikawaadhibu kwa sababu wapinzani wao walipopata nafasi wakazitumia, na mwisho wa mchezo wakapoteza tena mechi hii kwa mabao 2-1. Na sasa kwenye msimamo wa kundi lao la D, Simba wako mkiani wakiwa wamecheza mechi 2, hawana pointi yoyote, wamefungwa mechi zote, wamefunga bao 1, wameruhusu mabao 3. Huku Stade Malien kwa ushindi wa leo hii wamewafanya wao na Petro Atletico kuwa viongozi katika kundi lao. Wao na Petro Atletico wakiwa wamefanana kila kitu, kwa sababu wote wana pointi 4, wote wamefunga mabao 2, wameruhusu bao 1, na hivyo ni mpangilio tu unaonekana hapo kwamba Atletico wako juu kuliko Stade Malien, lakini kimsingi wamefanana kila kitu. Ilhali Esperance de Tunis ikishika nafasi ya 3 kwa kuwa na pointi 2 baada ya kupata sare 2. Ya kwanza bila dhidi ya Stade Malien waliocheza kule Tunisia kwao Esperance de Tunis, ya pili wakitoka sare ya 1-1 ugenini kule Angola dhidi ya Petro Atletico ya Angola. Sasa leo hii Simba chini ya meneja Dimitar Pantev, kocha Suleiman Matola, kwenye kuanza kikosi chake haikuanza kama katika mechi dhidi ya Petro Atletico ambayo siku hiyo hawakuanza na mshambuliaji kinara katika kikosi cha kwanza, jambo ambalo baada kupoteza mchezo maneno yalibuka mengi juu ya false 9, mchezaji nambari 9 wa bandia, mshambuliaji wa bandia katika kikosi chao ambacho mfumo wake ulikuwa baada ya golikipa ni walinzi 4, viungo ile ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Lakini leo hii Dimitar Pantev, Suleiman Matola kwa pamoja kwenye kikosi chao kilichoanza, walianza baada ya golikipa walikuwa na walinzi 4, viungo ile ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1, na ni mshambuliaji wa kiasili Suleimani Mwalimu, ambaye hata hivyo alikuja kutoka kipindi cha pili na kuingia Jonathan Soa, na baadaye akaongezwa mshambuliaji mwingine Steven Dese Mukwala, kwamba mpaka kuelekea mwishoni mwa mchezo Simba ilikuwa na washambuliaji wa kiasili wawili uwanjani. Kwa hiyo swala la false 9 leo pengine linaweza lisiwe chanzo cha kulaumiwa kwa benchi la ufundi. Labda cha kulaumu ni juu ya wachezaji wenyewe kutotumia nafasi kadhaa walizozitengeneza. Ilikuwa vipi? Katika mchezo huu Simba waliruhusu mabao 2 ya awali kabla wao kupunguza idadi ya mabao kwa kufunga 1 katika dakika ya 16. Mfungaji akiwa Tadeus Nkeng Fuaking, mchezaji wa kimataifa wa Cameroon anayetumikia Stade Malien, alifunga bao lao la kwanza huyu Fuaking. Lakini katika dakika 23 likafungwa bao lingine. Hili lilifungwa na beki wa kati Ismaila Simpara, ambaye aliunganisha vyema mpira wa kona akaupiga kwa kichwa moja kwa moja baada ya kuruka bila kupata ushindani wa kutosha wakati akiruka kutoka kwa beki aliyekuwa karibu yake. Hapa tunazungumzia Rushan De Roca, ambaye kwenye marejeo ya picha za video unaona hapo, naye anaruka, lakini anaruka wakati mrukaji mbele yake Simpara, beki mwenzake pia wakati wa Stade Malien, akiwa tayari ameshaweka mpira wavuni. Katika kipindi cha pili dakika ya 54 ndipo Neo Maema akafunga bao la Simba la kufanya mchezo huu uishi kwa mabao 2-1. Lakini mbali na mabao hayo, Simba katika mchezo wa leo walikuwa wameutawala kwa kiasi kikubwa, ingawa wako ugenini, lakini wakamiliki mpira kwa 67% dhidi ya Stade Malien wenyeji waliomiliki mpira kwa 33%. Lakini Simba kumiliki kwao huko haikumaanisha kwamba hawa Stade Malien walikuwa hawafiki langoni kwa Simba. La hasha. Mpaka mwisho wa mchezo Stade Malien walikuwa wamepiga mashuti 16, mashuti 16 kulinganisha na mashuti 14 tu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini kati ya mashuti yao 16, 7 yalilenga shabaha
ilhali Simba yaliolenga shabaha yalikuwa mashuti 4, na katika hayo yaliolenga shabaha lipo la mkwaju wa penalty iliyochezwa kiufundi na golikipa Yakub Suleiman katika dakika 59, ambayo pengine wangepata mzigo wa mabao kwa wekundu wa Msimbazi Simba ungekuwa mkubwa zaidi. Lakini matokeo haya hayaakisi juu ya nafasi pia zilizotengenezwa na Simba na kuzipoteza, ambazo pengine zingewafanya wapate matokeo mazuri zaidi, hata ushindi kibidi. Ni kwa sababu gani? Dakika kadhaa za Simba kupoteza nafasi za kufunga zilikuwa ni pamoja na katika dakika ya kwanza, ambayo hii huwezi kulaumu kwa sababu Mpanzu alifanya kinachostahili, akapiga mpira mkunjo ukenda kugonga nguzo, kagonga post. Rebound, Joshua Budo Mutale alikuwa miongoni mwa walioanza kama viungo wa ushambuliaji, akapiga nje. Ili ilikuwa ni nafasi nzuri ya Simba kuweza kufunga bao la utangulizi, lakini haitoshi. Katika dakika 31 Simba wakapata nafasi nyingine nzuri ya kufunga. Pasi kutoka kwa Suleiman Mwalimu kwenda kwa Joshua Mutale, akaipiga nje, off. Hii ilipigwa na Joshua Budo Mutale katika dakika ya 31. Katika kipindi cha pili, mabadiliko yaliyofanywa na benchi la ufundi la Simba ikashuhudiwa Suleiman Mwalimu akienda nje, akiingia Jonathan Soa. Soa alipoingia tu dakika 46 ya mchezo akapata kadi ya njano papo hapo kwa kumfanyia faulo beki wakati wa Stade Malien, hapa nazungumzia Ismaila Simpara. Lakini katika dakika ya 50 Soa akapata pasi nzuri sana kwenda kumsalimu golikipa Traore wa Stade Malien. Yeye na kipa, cha ajabu, akapiga shuti mtoto ambalo lilikwenda mikononi mwa kipa, na hivyo nafasi kapotezwa na Soa ya wekundu wa Msimbazi Simba kufunga katika dakika hii ya 50. Hiyo haitoshi. Dakika ya 54 ndio ile ambayo Maema alifunga Simba bao kwa shuti la mbali na matokeo kwa 2-1. Lakini katika dakika ya 59 ndipo Yakub Suleiman akacheza faulo iliyosababisha kwenda mkwaju wa penalty, na yeye akapewa kadi ya njano baada ya kukosa mpira na kumvaa mshambuliaji wa Stade Malien. Mkwaju wa penalty uliopigwa na Fuakeng akaucheza vizuri. Hilo ni tukio mojawapo kubwa katika mchezo dakika 59. Lakini dakika ya 65 Shomari Kapombe akapata nafasi nzuri ya kuweza kuidhuru Stade Malien. Yeye na kipa akiwa karibu kabisa na lango akapiga shuti lililokwenda nje. Safari hii alikuwa ni Kapombe, nafasi nyingine tena ikapotea ya Simba ya wazi ya kuweza kufunga bao nzuri sana. Dakika ya 73 Soa kwa mara nyingine tena akapewa pasi nzuri kutoka kwa Morris Abraham, alikuwa ameingia katika kipindi cha pili akiwa yeye na lango na kipa. Soa apiga mpira hakuupata. Matokeo yake Simba akapoteza nafasi nyingine tena ya kufunga katika dakika hii kutoka miguuni mwa Soa. Hakika kwa jinsi ilivyokuwa, lau kama angeupiga tu ule mpira, ilikuwa Simba wanafunga bao la kusawazisha katika dakika hiyo ya 73. Matokeo yake katika dakika 81 Stade Malien waliokuwa hawaachi kushambulia kwa counter, kwa mashambulizi ya kujibu tena wakiwa wengi, wakapata nafuu zaidi kwenye mchezo baada ya kiungo Alassane Maudo Kante kupata kadi nyekundu. Ni baada ya kumchezea foul mshambuliaji wa Stade Malien alikuwa katika nafasi nzuri ya kwenda kufunga, yeye akiwa wa mwisho, tunasema Dogso denying an obvious goal scoring opportunity, ikamwathiri akapewa kadi nyekundu. Na matokeo yake Simba wakamaliza wakiwa pungufu. Mpaka mwisho wa mchezo Simba wakawa wamepoteza mchezo huo kwa mabao 2-1 huku wakiwa wamemaliza pungufu. Leo hii nini kilichoonekana? Ni kwamba Simba kwa kutambua kwamba labda wao ni wakubwa, kamwe hawakurudi nyuma katika staili yao ya kucheza. Hawakutaka kuheshimu wenyeji Stade Malien. Wao walitawala mchezo kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo liliwafanikisha kufika langoni mwa Stade Malien kama tulivyotoka kueleza, lakini hawakuzitumia nafasi. Stade Malien chini ya mwalimu wao Moril Njoya, wao walicheza kimkakati zaidi, wakibaki nyuma ingawa kwa nyumbani, kushambulia kwa kushtukiza. Matokeo yake ni wao ndio waliofika mara nyingi zaidi kwa lango la Simba kwa kupiga mashuti 16, lakini ni wao ndio waliopiga mashuti yaliolenga shabaha mengi ambayo ni 7 na kumfanya Yakub Suleiman kucheza saves 5 na kuruhusu mabao 2. Saves alizocheza ni pamoja na mkwaju wa penalty. Lakini Simba mashuti yao 14, yale yaliolenga shabaha ni 4, lakini ambayo yalitoka nje ni pamoja na yale yaliyohusiana na nafasi za wazi ambazo pengine wangezitumia wangepata matokeo mazuri. Lakini jambo lingine liloathiri ni kwamba walikuwa naked, tunaweza kusema walikuwa wazi mno, wanafikiwa sana kwenye lango lao. Lakini ukiondoa na kukosa nafasi za wazi, Simba pia walionyesha udhaifu katika kucheza mipira juu. Mabao yote 2 yalihusiana na mipira ya cross. Mmoja wapo ni wa kona,
mwingine ni cross ambayo mwisho wa siku papatu zikatumiwa vyema na mfungaji Fwake kwa kuweka mpira wavuni. Sasa Simba hatima yake ni nini? Zilizochezwa ni mechi 2, bado mechi 4, nafasi bado iko wazi, lakini ili waje kufanya mabadiliko katika mechi zijazo baada ya kukamilika kwa michuano ya AFCON itakayofanyika kule Morocco, michuano hii itakaporejea, mechi zao 4 zilizobaki lazima wafanyie kazi katika eneo la kutumia nafasi kwa usahihi. Maana leo hii na hata alivyokuwa katika mechi dhidi ya Petro Atletico ya Angola ambayo Simba alipoteza big chances 3 katika mechi walipoteza bao 1-0, ni lazima safu yake ya ushambuliaji ifanye marekebisho, iongeze ubora, na sio tu safu ya ushambuliaji, tuseme wachezaji wake katika kufunga waongeze ufanisi, maana Kapombe ni miongoni mwa waliopoteza nafasi leo hii katika dakika ya 65. Hilo ni la msingi sana. Lakini la pili, lazima wacheze kwa kuheshimu wapinzani bila kujali ni timu ipi, kwa sababu pointi moja ni muhimu zaidi kuliko kupoteza mchezo. Hili ni muhimu kwamba wacheze kimahesabu zaidi, wakijua kwamba hii ni michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, na wao ni wazoefu. Wameshakuwa wakifika hatua ya robo finali ya michuano hii tangu msimu 2018-19 kila mara wanaposhiriki, ukiondoa msimu 2019-2020 ambao walitolewa na UD Songo mapema. Jambo la tatu, kuendelea kuamini. Bila shaka hawawezi kupanic ingawa wamepoteza mechi 2 mfululizo, kwa sababu wana rekodi za namna hii. Msimu 2022-2023 katika michuano hii ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi, kwenye kundi lao, mchezo wa kwanza walicheza ugenini wakafungwa na Oroya bao 1-0. Mchezo wa pili wakacheza nyumbani kwa Mkapa wakafungwa 3-0 na Raja Casablanca ya Morocco. Lakini mechi zinazofuatia Simba iliyokuwa na kina Medi Kagere na kina Cletus Chota Chama, Kapombe alikuwepo na wachezaji wengine kadhaa ndani ya kikosi chao, wakapindua meza kibabe kwa kushinda dhidi ya Vipers nyumbani na ugenini bao 1-0, wakafikisha pointi 6. Halafu Horoya wale waliowafunga Simba kwao 1-0 kwa Mkapa wakapigwa 7-0, Simba ikafikisha pointi 9. Na hata katika mechi poteza dhidi ya Raja Casablanca haikuwazuia wao kwenda katika hatua ya robo finali. Sasa msimu huu unafanana na 2022-23 kwamba ugenini walipoteza, nyumbani walipoteza. Tofauti tu ni kwamba safari hii walianzia nyumbani wakafungwa, wakaenda kufungwa ugenini leo hii. Msimu huo walianzia kufungwa ugenini wakafungwa nyumbani. Na tofauti nyingine, mabao waliofungwa safari hii ni machache kulinganisha na 2022-23, kwa sababu nyumbani walifungwa 3-0 na Raja Casablanca, safari hii nyumbani wamefungwa 1-0 na Petro Atletico. Away walifungwa 1-0 na Horoya, na leo hii wamefungwa na Stade Malien bao 1-0. Kwa hiyo Simba wanafahamu wakifanyia kazi kasoro zinazojitokeza kwenye mechi zao na hasa kwenye kumalizia maeneo ya mwisho, bila shaka wanaweza wakapindua meza kibabe, wakarejesha furaha kwa wanamsimbazi, kwa Watanzania kuona kwamba wanapiga hatua kutoka kwenye kundi kwenye kundi lao la D na kwenda hatua ya robo finali, kwamba inakuwa miongoni mwa timu 2 wao, alafu kuwe na timu nyingine Esperance de Tunis, Stade Malien au Petro Atletico ya Angola. Bado nafasi ipo, ingawa kuna kazi kubwa ya kufanya, kwa sababu kasoro zilizojitokeza leo hii, kasoro zilizojitokeza katika mechi dhidi ya Petro Atletico, zisipofanywa kazi, lawama zitazidi kwa kubwa, na hasa kwa makocha. Lakini wakati mwingine makocha ni kama wanaonewa, kwa sababu timu inafika eneo la mwisho, nafasi za kufunga zinapatikana, halafu hazitumiwi. Kama timu haitumii nafasi inazopata katika kufunga, ni nadra sana kunusurika katika michezo, na hasa ya viwango hivi vya ligi ya mabingwa hatua ya makundi, ambapo timu zote zilizofika hapa zina ubora wa hali ya juu na kila mechi ni ngumu. Hakuna mechi nyepesi, nategemea nyinyi mlivyojipanga. Faraja tu ni kwamba nafasi bado ipo, maana ndio kwanza zimechezwa mechi 2. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke, almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.